Hakusema kitu, hakupumua, hakutaka kusikia alichokisikia. Alitikisika kwa namna ya pekee. Ghafla aliona mwanga wa bluu wa gari la polisi ukitokea eneo la chini. Wanaume watatu walishuka mbio mbio kuingia ndani ya hoteli. Alishuka kwa haraka hadi ghorofa ya 3 kwa kutumia kambarau. Alikuwa mtu wa kwanza kufika mbele ya mlango wa chumba namba 309 na askari wale walimkuta hapo. Baada ya kubisha hodi kwa muda mrefu na kukosa mwitikio kutoka ndani ya chumba kile, mlango wa chumba 309 ulifunguliwa kwa nguvu na polisi. Ndani yake alilala mwanamume aliyekuwa amechomwa na msumari mrefu katika kifua na kuutoboa moyo wake. Msumari huo ulikuwa na historia ya kale, ikiwa na maana msumari huo si wa kutoka dunia ya sasa. Msumari huo ulikuwa na namba maalum pembeni ya chuma chake. Walipohamisha macho yao kutoka katika maiti yale, walitazama ukutani. Katika ukuta kulikuwa kumeandikwa kwa damu, Zahara zimerudi. Askari mmoja alimgeukia Zahara. Wewe ndiye Profesa Amiri? Kabla hajajibu, macho yake aliona kitu mezani, sanduku dogo la chuma lililoandikwa herufi 3 tu, CLE. Profesa Zahara Amiri alihisi mwili wake ukitetemeka, damu ikimwagika ndani yake kana kwamba ametoboka ndani kwa ndani. Mlango wa chumba 309 ukazibwa na utepe wa zuio la aliye nje haruhusiwi kuingia, kulinda mazingira ya ushahidi eneo wa tukio. Zahara alijikuta ameketi kwenye kiti cha mbao, mikono yake ikiwa juu ya mapaja yake, ikitetemeka kidogo kutokana na baridi la kiyoyozi na mshtuko ambao hakukubali. Afisa mkuu wa upelelezi, Inspekta Mahmoud Selim, alisimama mbele yake. Alikuwa na macho makubwa yenye kila dalili za kukosa usingizi, sura iliyochoka kutokana na shughuli nyingi zilizokuwa zikimkabili mezani kwake. Profesa Amiri akaanza kwa sauti tulivu lakini iliyotisha na kupenya mpaka katika mishipa ya kusambaza damu mwilini mwake. Ulikuwa wapi dakika 20 kabla hatujapata taarifa ya tukio? Zahara alijaribu kutuliza pumzi zake ili asionekane mwenye wasiwasi. Nilikuwa juu kwenye kibaraza cha chumba changu. Nilipigiwa simu ya ajabu. Iliniambia kuwa mtu ameuawa na kuwa inahusiana na mimi. Mahmoud alitikisa kichwa taratibu, akifungua faili. Hii simu ulipokea kutoka kwa nani? Alionekana kinakili jambo. Sikujua, namba aliyenipigia sikuwa nimeihifadhi. Inspekta alijikuna kidevu. Huyo wa marehemu hakuandikisha jina lake kwenye hoteli. Hutokea, lakini alikuwepo hapa kwa saa 4 kabla ya kuuawa, na kwenye mfuko wake tulipata kitu. Alitoa bahasha, akaivuta polepole, akionekana kama mtu anayehofia kuharibu uchawi. Uchawi ambao alielezwa kama hatofuata masharti atakuwa chizi na kupoteza akili. Ilikuwa picha ya Zahra iliyochomwa pembeni kidogo. Picha hiyo ni ile ambayo Zahra alipigwa akiwa katika mkutano wa kampeni za siasa huko Dar es Salaam miaka michache iliyopita. Kwenye kona ya chini kulikuwa na alama ya ajabu kama herufi 3 za maneno IOE. Je, Mahmoud akauliza kwa upole, je, unamjua huyu mtu kwa namna yoyote? Hapana, sijawahi na alama hiyo, akakatiza. Zahra atakajasema hajui, lakini mwili wake ulijua. Kwa namna isiyoelezeka, alihisi alama hiyo si mara yake ya kwanza kuiona. Kila kitu kinaonekana kufanana na kukufuata Mahmoud akasema kwa sauti ya hasira iliyomfanya kutetemeka na kukunja kidole chake cha shahada. Kwa nini mtu auawe chumbani kwake? Aumbiwe na mtu unayedai humjui kuwa umehusika? Achomwe na msumari mkubwa kupitia moyo wake na kwenye mifuko yake ikutwe picha yako? Zahra hakumjibu. Mahmoud alisita, akamwangalia kwa jicho moja la kutilia shaka. Tutakuachia uende.